Naam, amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe tena mpendwa. Jana nimetoa hoja ambayo mpaka sasa hivi haijajibiwa na Muislamu yeyote. Na natoa changamoto hii kwa Muislamu yeyote, kwa shekha yeyote, kwa imamu yeyote, hatupe majibu. Qur'an haikukusanywa pamoja kama masaf, yani kama kitabu kimoja kilicho na haya zote jumla, ila baada ya kifo cha mtume. Na kazi hii ameifanya kiongozi Abu Bakari kwa ushauri wa Omar bin Khattab, pale ambapo alisikia kwamba wahifadhi Qur'ani wengi wamekufa katika vita vya Yamama. Ule msahafu uliokusanywa ukabaki na Abu Bakari mpaka Abubakari alipokufa. Basi baada ya kifo cha Abubakari, ule msahafu ukaenda ukapitishwa mpaka kwa Omar bin Khattab. Omar akawa nao mpaka kifo chake. Alipouawa Omar bin Khattab, ule msahafu ukakwenda kwa ulinzi wa binti yake ambaye ni mke wa mtume, Hafsa binti Omar. Hafsa akabaki na ule msahafu. Ulipokuja utawala wa kiongozi wa tatu wa Kiislamu, Uthman bin Affan, miaka kama 18 hadi 20 baada ya kifo cha mtume, basi Uthman akaitisha, akaambiwa kwamba katika wa Iraki wale na watu wa Sham walikuwa kiisoma Qur'ani kwa njia tofauti tofauti, walikuwa kutana kule vitani wakienda kuiteka Azerbaijan pamoja na Armenia. Basi akaitisha ule msahafu kutoka kwa Hafsa. Hafsa akampea. Hafsa alipompea, basi zikatolewa nakala 6 au 7, zikaenezwa katika miji ya Kiislamu, Basra, Kufa na maeneo mengine, Madina. Basi baada ya ile misahafu kutolewa, ule msahafu mama sasa akarejeshewa Hafsa. Hafsa akawa na ule msahafu mpaka kifo cha Uthman. Uthman akaondoka duniani, hakaja kiongozi wa 4 ambaye ni Ali. Ali akafanyiwa vitimbi vingi, vikapigana vita vya ngamia, vita vya Jamal. Aisha kiongoza kundi moja huku, na yeye kwa upande wa pili. Watu wakawa wamechukua Qur'ani wanazitia kwenye mikuki yao pale, vita hivi vikapiganwa na kadhalika na kadhalika. Akaondoka Ali. Baada ya kifo chake, Hussein na Hassan wajukuu wa mtume, watoto wa Ali,